Katika juhudi za kuimarisha usafi wa mazingira na kuhamasisha jamii kuhusu utunzaji wa mazingira, kikundi cha wanaharakati wa mazingira cha Kifagio Media Team kimezindua rasmi dustbin waliojenga katika kituo cha polisi cha Uthiru Gichagi. Hafla hiyo ilifanyika siku ya Jumamosi tarehe 14 na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali wa jamii pamoja na maafisa wa usalama. Kuwakaribisha, sitaki nipoteze muda. Nataka niseme kwamba Uthiru hapa police station tunawakaribisha ili kuwe na usafi. Hata wateja wanapokuja kuhudumiwa hapa wasitoke hapa na magonjwa, si ndio? Kwa sababu uchafu wote tunakusanya mahali pamoja, tunaweka mahali pale. Uzinduzi huo uliwaleta pamoja OCS wa kituo cha polisi cha Uthiru Gichagi na maafisa wake, wanachama wa Kifagio Media Team wakiongozwa na viongozi wao, meneja wa wadi ya Uthiru pamoja na wawakilishi wa mpango wa usalama wa jamii wa Nyumba 10 Initiative. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, mmoja wa viongozi wa Kifagio Media Team alisema kuwa mradi huo wa kujenga dustbin ni sehemu ya juhudi za kikundi hicho katika kupambana na uchafuzi wa mazingira na kuhakikisha maeneo ya umma yanakuwa safi. Kwa hivi wakati mmeingia hapa mmekuta nikimwambia OCS wetu mwenye alikuanga hapa kitambo amekuwa mtu wa muhimu sana kwa vijana. Amekuwa akichunga vijana sana pamoja na wasee na wanakijiji. Ndio maana ile siku alituambia sasa ametuachia huyu OCS, tukamwambia tuko sawa. Aliambiwa aendelee kuchunga vijana na wanakijiji wote kwa heshima na wachunge kwa amani ndio waweze kuendelea. Na hiyo mti amepanda wa amani, huo mti haisi kukulia matunda, si ndio? Na yeye sasa, sababu na yeye sasa tunamuona bado na yeye ako na ile miti anapanda mzuri kwa vijana. Na fikiri hii station hatutakaa sana kama turudi tena. Hatutakuwa tunakawia, sababu naangalia unaona hawa ni timu Kifagio. Kumaanisha vile tuko hivi, tuko wengi. Kumaanisha Kifagio leo ameleta dustbin yake ya kusema asanti. Na sasa kama ameleta asanti yake na hao wengine na unasikia ni timu, si mambo mingi itakuja. Kwa hivi huu ni wakati wa mwangaza umeanzia kuingia. Aliongeza kuwa usafi wa mazingira ni jukumu la kila mwanajamii na kwamba ushirikiano kati ya wananchi, viongozi na vyombo vya usalama ni muhimu katika kufanikisha lengo hilo. Kwa upande wake, OCS wa kituo cha polisi cha Uthiru Gichagi alipongeza Kifagio Media Team kwa hatua hiyo, akisema kuwa mchango huo utasaidia kuboresha usimamizi wa taka katika kituo hicho. So mimi niko na wingi wa shukrani kwa sababu ya siku ya leo, na jambo kuu ambayo imetuleta mahali hapa ni hii project yani ya dustbin. Kwa wakati muda si hajakuwa mrefu, Mr. Kifagio team aliweza kupropose kwamba hapa station at least tuwe na mahali tunaweza weka uchafu ama the litter so that usitapakae, na tuliweza kukubali na tukashukuru kwa sababu ni jambo ambalo inaleta usafi na inasuia magonjwa, na pia vijana wetu ambao hawana ajira ambao tunaona hapa wameweza kupata ajira. So ni jambo la muhimu sana, na ninasema kwamba Mungu akubariki kwa sababu ile kitu umepanda hapa inaenda kusaa na utaendelea kufikia wengine ambaye hawana. Alisema kuwa kituo cha polisi ni sehemu inayohudumia wananchi wengi kila siku, hivyo kuwepo kwa dustbin kutasaidia kudumisha usafi na mazingira bora kwa maafisa wa polisi pamoja na wananchi wanaofika kituoni hapo kupata huduma. Naye meneja wa wadi ya Uthiru alisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya serikali za mitaa, vikundi vya kijamii na wananchi. Ni kushukuru kwa hii siku, naona at least mambo ya garbage bwana OCS najua tumekuwa tukipigana nayo sana kwa hii mtaa yetu. Kwa hivyo hata tukiwa na hii demonstration ya mahali pa kutupa takataka, at least hata kwa community itakuwa ni kama kielelezo mzuri ya kwamba hata sisi kama maofisi zetu tuna manage garbage yetu na tuko na garbage collector pia. Kwa hivyo hata tukishika wengine huko wakitupa takataka kwa barabara,
already sisi tuna practice kumanage garbage yetu. Kwa hivyo itakuwa hatufanyi kitu yenye hatu condemn kitu yenye hatufanyi. Kwa hivyo this is a good demonstration. Bwana Kifagio, asante sana, na najua ya kwamba hata wenye wako huko kwa mitaa pia kila boma ikuwe na mikakati ya kumanage garbage yao. Kwa hivyo hiyo iko salama kabisa, na juu leo naona kuna masherehe mingi sana, sitaki kuongea sana. Kwa hivyo watu tuendelee kusupport hii mtaa yetu. Najua pia mambo ya garbage iko kwa county government. Kwa hivyo Bwana Kifagio, pia miti na pia tutaleta miti pia Bwana OCS. Alisema kuwa miradi midogo kama hiyo ina mchango mkubwa katika kuboresha mazingira na kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Pia tutaleta. Sitaki kuongea mambo mingi. Asante ni timu Kifagio. Anaona ni vijana wanaendelea vizuri na tutakuwa na Wangari Maathai hapa. Manage environment. Kwa hivyo sina mambo mingi. Labda ni introduce timu tumekuja na wao. Tuko na Stanley wa rescue. Huyo anaitwa Stanley Stano. Tuko na maslahi ya jamii hapa, CBO inaitwa maslahi ya jamii. Na tuko na mzee wa nyumba 10 na jio atasalimia watu. Kwa hivyo sitaki kuongea mambo mingi bwana. Asante sana. Yani Bwana Kibaki makofi. Bwana OCS, unajua huwa wakati ukipatikana wa kuongea kitu, kwenda ukaongea kitu kasaidie wengi. Kwenda ukaongea kitu hapa ikiwa ni matunda umepanda. Viongozi wa Nyumba 10 Initiative nao walitoa wito kwa wananchi kuunga mkono juhudi za makundi ya kijamii kama Kifagio Media Team kwa kushiriki katika shughuli za usafi na kulinda mazingira. Hatujuani, maofisa hawa tunajuana, kwa kuwa ni nani halijui ni wewe. Huyu tunajuana kidogo. Haya, sasa yangu ni kufurahi tu. Umefurahia. Tunaona vijana naona kama wakati tulikuwa na COVID, iko wazee wa hii chama ya Wakikuyu walileta ile kitu ya kuoga mkono. Tunaona ndio watu wakiingia hapa kuwe na usafi. Na wewe pia umeingia na wewe ukasema tuwe na kitu ya kuweka takataka, na Mungu akubariki. Na Mungu akubariki. Tumefurahia sana na uendelee namna hiyo. Hali yote unaweza kuuza, uguze. Naona ini akuweka wa environment clean na mazingira yetu kwa safi. Tunaona hata kwa police station kuna garbage, kuna ile ya garbage. Ni kielelezo mzuri kwa hata hizo places zingine. Na tunafurahia kufanya, tunacreatiwa kazi sisi vijana. Nafurahia Bwana Kifagio kutupia kazi pia. Hafla hiyo ilihitimishwa kwa uzinduzi rasmi wa dustbin hiyo, ambapo viongozi na wageni mbalimbali walipata nafasi ya kuonyesha umuhimu wa kutumia sehemu maalum za kutupa taka. Wanachama wa Kifagio Media Team walieleza kuwa wataendelea kushirikiana na jamii katika miradi mingine ya mazingira ili kuhakikisha maeneo ya Uthiru na maeneo ya jirani yanabaki safi na salama. Dustbin ambayo imefika kwa station, na hii dustbin itaweza kusaidia wengi, itaweza kusavu mpaka mangorofa zikiwa zimejengwa hapa. Kwa hivi watoto wa polisi hatutaki wahangaike tena, ati takataka wanaenda kuchezea nayo huko, ati kunguru wanakuja hapa wanaenda kucheza. Hapana, hiyo tumemaliza. Na sababu tumemaliza ndio maana tuko hapa na OCS akireceive hii kitu sasa, si ndio? OCS ukishakuja na takataka yako hapo sasa, umetoka nayo pale kwa ofisi, umekuja nayo, usikuwe na waziwazi kwa kuuliza ati karatasi itakuwa namna gani. Wewe inua, kuja weka hapo. Ukishaweka hapo mambo inakuwa mzuri, Inakuwa mzuri. Sasa nayo ofisa wako bando pale anakuja kuja hao wanarusha wapi? Nyingine tunaona hiyo karatasi ndio hiyo. Okay. Hai, wakati mgeni amekuja. Hata nyingine wewe. Hiyo ni ya chairman na county. Wakati mgeni amekuja. Kidogo. Wakati mgeni amekuja. Hakuna kusinda kuhangaika ati atatupa dustbin wapi ama atatupa takataka wapi. Already tuko na dustbin. Kwa hivyo yeye anaenda pale kwa takataka, anaruza ile uchafu ameona ikiwa pale ama ile umetumia pale, labda amekula maganda ya mandizi, si ndio? Hata tupa ovyo, ataichukua kuja mpaka kwa dustbin. Ndani hapo. Tumeelewana watu wangu? Tena. Okay. Hiyo mambo imeisha. Alafu tukishamaliza hapo.